Napenda kusimama hivi nikiangalia watu wote. Mimi niko na swali yenye nauliza hivi. Hiyo tulikuwa na mjadala kidogo hapa. Kuna juzi napenda kuwatch simu yangu. Simu yangu nikiwekanga bundle, sipende kumaliza bundle kama sijaona mahubiri. Sasa napenda kufuatilia hii maneno ya unabii sana. Kuna mwinjilisti mmoja alinistua juzi, mpaka nikajiuliza hivyo kama Mungu angekuja saa hii hivyo ningeenda jehanamu. Alafu na hao watu wenye wananisikianga kwamba huwa natangazanga maneno ya Mungu wangestuka waulize, na huyu na yeye anasemanga maneno ya Mungu, kumbe ameenda jehanamu hivi. Tukiangalia hivyo tuko pamoja. Hiyo kitu by the way ilinistua, ndio maana nilikuwa nauliza mwinjilisti hapa kidogo. Kimesemekana hivi, after kutangazwa hii nini inaitwa aje, Sunday Law. Huyo mwinjilisti sasa mwenye alinistua akasema after kutangazwa Sunday Law hautawahi kusema kwamba Mungu wangu nisamee, tutakuwa tumefungiwa nje. Nikauliza kumbe maneno iko hivi. Sasa hiyo kitu mimi by the way ilinistua, na ninaomba hapo mnifafanulie zaidi. Haya, asante. Hukumu ya Mungu inaanza katika nyumba ya nani? Ya Mungu. Alafu tuko kwa discussion, open discussion. Mtu mwenye ako na kitu ya kuchangia pia anachangia. Kwa hivyo tujiandae. Haya, tusome hiyo andiko. 17 inasema ni First Peter. Petero wa kwanza 4:17. Sikiliza. Kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Wakati umefika ya hukumu kuanza katika nyumba ya nani? Na ikianza kwetu sisi. Mwisho wa wasiotii injili ya Mungu itakuwaje? Mwisho wa wasiotii injili ya Mungu itakuwaje? Kwa hivyo hukumu inaanza kwa watu wa nani? Wa Mungu. Watu wa Mungu, wale ambao wamejua kweli, wale ambao wameelewa ujumbe wa kutoka Babiloni, kutoka katika sehemu za uasi. Kisha ujumbe huo wakielewa, alafu wakakosa kuishi kulingana na huo ujumbe, hukumu itakapokuja watafungiwa nje. Na katika roho nabii inatuambia vizuri ya kwamba wakati Sunday Law inatangazwa, wale ambao walikuwa wamejua ukweli watakuwa wamefungiwa mlango wa neema. Yaani mlango wa neema itakuwa imeisha kwao. Sasa itabaki watu ambao hawajui ukweli. Patia mzee hapo. Sitaki niongee peke yangu. Ni hivyo vile umesema. Tunaposoma Fundamental Principles number 20. Fundamental Principles number 20. Inaongezea ikisema, hakuna mahali ambapo imeandikwa exactly it's at the National Sunday Law, but it's an event. Na hiyo event yenye tunangojea saizi ni ya National Sunday Law, maana Sister White anasema it is the last act in the drama. Hakuna another act that we shall be waiting for. No. It is Sunday Law which is the last act in the drama, na itakapotangazwa si ulimwenguni kote bali in the US. Itakapotangazwa hivi, hukumu itakuwa imefungwa ya wafu, ili hukumu ya walio hai ifunguliwe, ili hukumu yako mimi na wewe tulio hai ianze. Na itakapoanza hivi, wale ambao walikuwa wamejua ukweli, rehema yao itakuwa imefanya nini? Imeanza kufungwa, na hata kuwa na nafasi nyingine tena katika maisha yake, kwa sababu tu ya kujua huu ukweli ambao tumeelezewa. Yeye hata kuwa na nafasi nyingine tena, bali wenye watakuwa na nafasi
ni wale ambao hawakupata nafasi ya kujua huu ukweli, wale ambao si Waadventista bali ni wa Jumapili. Lakini Waadventista wawe ni nomino, wawe ni wana matengenezo, hawatakuwa na nafasi ingine tena. Nafasi yao imefanya nini? Imeisha na imefungwa. Peter number 20 inasema aje? Number 21, that the time of cleansing of sanctuary, that the time of cleansing the sanctuary, synchronizing with the time of proclamation of the third message, synchronizing with the time of proclaiming the third message, it is a time of investigative judgment. It's a time of pre-investigative judgment. First, with reference to the dead. First, with reference to the dead. And secondly, at the close of probation. And secondly, at the close of probation. With reference to the living. With reference to the living. To determine who of the myriads now sleeping in the dust of the earth are worthy of a part in the first resurrection. And who of its living multitudes are worthy of translation, points which must be determined before the Lord appears. Therefore, hiyo event yenye itatangaza ya kwamba judgment has moved from the dead to the living, it is the National Sunday Law. Kwa hivyo, it is at the National Sunday Law that the people of God will know their destiny. Ikiwa by the time Sunday Law imetangazwa haukuwa umetengeneza uhusiano wako na Mungu, huenda usitengeneze tena katika maisha yako. Kwa hivyo it is at the National Sunday Law. Rehema ya Waadventista inafanya nini? Inafungwa. Haya, asante. Tunaposoma kitabu ambacho kinaitwa Early Writing 261 nafikiri .2. Hebu angalia Early Writing. Kwa hivyo wakati ambao tuko nao na tunajua, by the way, are we living in the period of grace? Tunaishi kipindi cha neema? Angalia, tunaishi kipindi cha neema, si ndio? Wana wa Israeli walipewa kipindi cha neema miaka ngapi? Ilikuwa ni 70 ilikuwa ni 70 weeks for 90 years. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua, unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume 7, hiyo 70 weeks zinapokaribia kuisha, Stefano anawakumbusha historia yao, anaanza kuwapangia matukio, events. Vile Musa aliingia Misri, wazazi wake Ibrahimu, anawapatia hiyo matukio, vile walitoka Misri paka anawaleta paka kwa Yesu, anawaisimulia historia. Lakini verse 52 anawaambia babu zenu walifanya nini? Nani amefika hapo? Hebu tusome. Ni yupi kati ya manabii ambaye baba zenu hawakumuudhi? Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumuudhi? Soma. Nao waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki. Na hao wakaua yeye ambaye alitabiri habari za kuja kwake mwenye haki. Akawafikisha kwa historia ya Yesu. Amewatoa mbali, akawafikisha kwa historia ya nani? Ya Yesu. Lakini waliposikia hayo walifanya nini? Endelea. Ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake. Mmekuwa wasaliti wake. Na unajua ni historia anawaambia, anawasimulia. Soma. Mkamuua. Ninyi mlioipokea torati kwa agizo la malaika msiishike. Soma. Basi waliposikia maneno haya, waliposikia historia yao imesimuliwa na Stefano, wakachomwa mioyo. Walifurahia? Walichomwa mioyo. Walifurahia? Hapana. Leo tunaposoma historia ya Adventism, tunaporudisha watu katika pioneer, wale ambao wanatetea mfumo wa GC watafurahia? Hapana. Hawawezi. Watajaribu kuingiza visingizio, unajua hii, unajua hao. Hawafurahi siku zote. Wale ambao hawapendi ukweli
hawafurahii historia yao ikiwekwa wazi, ikianikwa. Maana ikianikwa itafunua makosa ya baba zao, na pia itafunua wale ambao walisimamia kweli, ambao sisi ndio tunafaa turudi tutembee katika viatu zao. Waliposikia hiyo historia wakachoma mioyo yao, alafu wakamsagia Stefano meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, alafu akakaza macho yake, akatazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Na Yesu amesimama upande wa kuume wa nani? Wa Mungu. Na walipomalizia hapo, utasoma next verse, walimpiga mawe. Lakini andiko inasema Yesu akiwa amefanya nini? Amesimama. Andiko ikisema katika Biblia amesimama, jua ya kwamba mlango wenu wa neema umefanya nini? Mlango wenu wa rehema umefungwa. Katika Daniel 12, hebu tusome hiyo alafu tupatie mzee. Daniel 12, Danieli ana predict wakati mlango wa ulimwengu utakapofungwa, Kristo anapotoka katika hekalu, nini itafanyika? Soma. Wakati huo Mikaeli atasimama. Wakati huo Mikaeli ambaye ndio Yesu Kristo, Mikaeli atasimama, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu. Wakati wa taabu utafanya nini? Utakuwa. Wakati Mikaeli amefanya nini? Amesimama. Wakati wa taabu utafanya nini? Unakuwa. Unajua dunia bado haijaona taabu. Unajua hivyo? Unajua dunia bado haijaona taabu. Waacha vile wanasema corona. Waacha vile wanasema sijui. Hii ni testing. Sasa kuna mapigo ya Mungu, mapigo 7. Taabu kubwa itaingia katika ulimwengu. Angalia. Wakati wa taabu. Lakini wakati wa taabu unafanyika, unaanza immediately baada ya Mikaeli kusimama. Inamaanisha mlango wa rehema unafungwa wakati Kristo anasimama. Ndio naona aliposimama kipindi cha Stefano akawaambia amesimama, hawakuelewa. Stefano anawahubiria mlango wenu wa neema umefungwa, hawakuelewa, wakampiga mawe. Aya, patia mzee. Patriarchs and Prophets, page 98, paragraph 3 and paragraph 4 for further understanding. Inasema, for 7 days after Noah had and his family entered the ark, there appeared no sign of the coming storm. During this period, their faith was tested. It was a time of triumph to the world without. The apparent delay confirmed them in the belief that Noah's message was delusion and that the flood could never come, notwithstanding the solemn scenes which they had witnessed. Kwa hivyo walipoingia hivi katika safina, mlango ulifanya nini? Ulifungwa. There was a delay of 7 days ili wale wa nje waone hii ni tulidanganywa. Lakini unaposoma paragraph 4 inasema, upon the 8th day dark clouds overspread the heavens. There followed the muttering of thunder and the flash of lightning. Soon large drops of rain began to fall. The world had never witnessed anything like this, and the hearts of men were struck with fear. Kwa hivyo siku ya 8 ilipofika hivi ndio waliona nini? Mvua. Kwa hivyo walipoingia hivi katika safina, it went a period of 7 days without rain. Lakini safina imefanya nini? Imefungwa. Ni kama Mungu akifunga rehema hivi afungui. Ikifungwa inafungwa. There is no grace eti watu wamepewa eti waingie. Unajua hivyo ndivyo tulikuwa tunadanganywa kwa nomino. Eti walipewa 7 days ili waingie. But there was no that kind of grace for them to enter into the ark. 120 years ilipokwisha hivi, rehema yao ilifungwa. Na 70 weeks kwa Israeli silipokwisha hivi, rehema yao ilifungwa. Hakuna grace. Asante for clarification.
Kumbe ilikuwa ni tested kwa wale waliokuwa wameingia ndani, mlango ikiwa imefungwa. Haikuwa tested kwa wale waliokuwa nje. Asante sana. Haya. Niko na swali. Haya, uliza. Imesemekana ati mlango wa rehema utaanzia kufunga wale ambao wako kwa nyumba ya Bwana. Na je, ikiwa mwanadada mwenye alikuwa katika nyumba ya Bwana ameolewa, ameenda amebadilisha kanisa, je, yeye atahesabika wapi? Amebadilisha kanisa gani? Amebadilisha kanisa ya ukweli, ameingia kwa ingine. Na ameolewa huko. Hebu weka swali lako vizuri. Kitambo alikuwa katika kanisa ya Bwana, alikuwa anajua sheria. Naam. Lakini kwa sababu ameenda kutii bwanake, sheria ya bwanake, amebadilisha. Sasa yeye atahesabika katika kanisa ya Jumapili ama katika kanisa ya Bwana? Si huyo atapotea hivyo. Wanafaa kumtii katika Bwana. Tiini waume zenu katika Bwana. Kwa hivyo mume akiwa analeta sheria ambazo zinapingana na imani yako, haufai kumtii. Lakini sheria ambazo azidestroy imani yako ndio nafaa umtii. Kwa hivyo yule ambaye alienda akatii mume kwa sheria ambazo zinaharibu imani yake, huyo atapotea na huyo mzee. Hiyo wakati sasa mzee ndiye atapata nafasi. Maana sasa tena atapata nafasi kama mke yako muhubiria. Lakini kama mke alimuhubiria na wakaignore wote, watapotea hivyo. Maana maandiko yanasema wanafaa wamtii katika Bwana. Enyi wake tiini waume zenu katika Bwana. Maandiko yanasema hivyo. Aya, karibu brother. Praise the Lord. Amen. Kuhusu National Sunday Law. Kabla niongezee maoni yangu kuhusu swali. Who knows how the National Sunday Law will be enforced? Vile it's Genesis. Anybody has an idea? Okay. Tumeuliza who knows how it will be, it's Genesis, how it will be enforced. Anybody has an idea? Haya, nafikiri hiyo ndio swali lako la kwanza. Sio swali. That's just a highlight before I comment on the question. Who has any idea? Just overview. Haya, mpatie atujibu. National Sunday Law hawataamka asubuhi moja in America waitangaze. Lakini itaanza from one state to another. The same way LGBTQ ilianza in America, it started from one state to another until ilikuwa ni sheria katika nchi ya Marekani. Na Sunday Law haitatangazwa waamke asubuhi moja watangaze it's Sunday. Lakini itaanza kutangazwa from one state to another which was already begun in the USA. Kwa hivyo itakapotangazwa from one state to another until all states in America will have accepted that as a law, then it will be a law in America. It will now become universal in America, not in the whole world, but in America. Na itakapokuwa National Sunday Law imetangazwa in America, that will be the beginning of church that will inform us that judgment has now moved from the dead to the living, and it begins in the church of God. Thank you very much, Elder. You have highlighted exactly what I wanted. Yes, the National Sunday Law haitamkiwa siku moja itangazwe. Before something is made into law, sinafuata procedure mingi mpaka inafika referendum. That is how the National Sunday Law will be. In fact, it is said the proceedings leading to that, there are many systems working towards the National Sunday Law, many systems. Today, if you go to Europe, you ask a common European per street if he believes in God, most of them tell you they know such thing. There is no God. In fact, they behave like atheists. They tell you hakuna Mungu, kwa sababu the systems in their country zinafanya kazi towards brainwashing them that there is no God. So every other person keeps on believing that going onward. On the 8th and 9th, I think yesterday and the day before yesterday,
Europe and the West, they were celebrating Victory Day, the proceedings of World War II. And Russia was very keen on that. But other European countries are telling an opposite history to what happened. Proceeding to the National Sunday Law, the same is happening. People will be deviated from the laws of God, the way it has started, and people will tend to believe the Catholic Church announced they want to bring a modern Bible. We don't know what it will come with. So it will preach a different history that the new generation will believe, carrying it onwards. And those who come afterwards will deviate from the real actual word of God, which is not a faith. And when states will start voting, it will be like a referendum. Ni raia, ni citizens wa nchi wenye watasema there is no doing ABCD on Sundays, and Sundays should be a day of rest. So it is the nations and citizens, a majority vote, who will request for it and say Sunday should be a national day of worship. And that is how it will come from one state to the other and to the other, mpaka ishike US yote. An initiative of the people, because they would have been led to believe that is the right way to go. Now, back to my sister's question. Amesema neema itafungwa then. And I said, I also began by saying, now if you ask an average European, atakwambia hakuna Mungu. The great deception that is progressive, inaendelea. So, kutafika na wakati, ukiambia Mungu, the same way ukiuliza mtu atakwambia, I don't believe in witchcraft. Kuna watu ukiuliza wanakwambia, Mwafrika tu anakwambia, I don't believe in witchcraft. Now, whether you believe there is witchcraft or not, does it make witchcraft not exist? Ukweli ni uchawi upo, but uamini usiamini upo. So hiyo dhana itaendelea, ikiendelea mpaka kutafika wakati, if you picked 100 people randomly, uulize wenye wanaamini Mungu, because of the great deception, wengi wataasi waseme, huyu Mungu hayuko tena, kwa sababu ya mafundisho watakuwa wamepata. What we are doing right now katika mahubiri, we are doing what is called outreach. We are going to reach out to people. By the time National Sunday Law inatangazwa, imani katika Mungu na mapenzi katika Mungu na mapenzi amongst brothers itakuwa imepungua. Everybody will be for himself. Mbapo itafika wakati ukiambia mtu maneno ya Mungu mnakosana na yeye. Kana imani yako, ubiri kwako. By the time Sunday Law inatangazwa, hata kuconvince Mungu mtu kumuhubiria kuamini, it will like a no-go zone. For those who had not believed before, itakuwa no-go zone. And I think that's why Pastor alisema ikifika hiyo wakati hakuna mwenye atakombolewa tena, kwa sababu hakuna mtu atataka kusikia neno la Mungu. Mtu atakuwa amesimama na imani yake. Kitu ya kwanza tumeelezewa katika roho nabii ya kwamba itaanza kutangazwa wapi? Marekani, as a National Sunday Law. Na obvious, kitu ikianzia Marekani kuingia Afrika ni rai. Kama ushoga ilianzia wapi? Si walianza huko wakupitisha hizo vitu. Walipoleta Kenya wakaanza kusema sijui hatutaki. Unajua Marekani walituma tu, ilikuwa ni mke wa nani? Kuna mke wa mtu fulani alikuja huku. Sijui ilikuwa ni nani, nimemsahau. Ilikuwa ni wa Joe Biden. Alipokuja astukia ati imepitishwa chini ya maji. Kwa hivyo shetani ni mjanja, na tufahamu watu wa Mungu ya kwamba Marekani ni superpower, na iko katika Biblia. Revelation 13 verse 13:11. Na anasaidia mnyama wa kwanza papasi kuwakusanyia watu ulimwengu mzima, inamsaidia. Hakuna kitu ambacho kinaendelea duniani ambacho Amerika haijui, na Amerika ikijua lazima Vatican inafanya nini? Inafikishiwa habari. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo roho nabii inaeleza vizuri, itaanansiwa mara ya kwanza Amerika, na ikianansiwa hivyo, kwanza roho nabii nasema kama kuna watu walikuwa wanaishi mijini, hiyo ndio wakati wao wa mwisho kufanya decision kama wataendelea kukaa hapo ama watahama waende country living. Hiyo ndio kipindi cha mwisho ambacho watu ambao bado hawajahama mijini, hiyo kipindi ndio itakuwa kipindi cha mwisho kwao. It will be a last sign. Hakuna sign nyingine kama ni kuenda hiyo wakati. Na kama utakubali kukaa cities, roho nabii nasema basi kubali, gereza itakuwa ni nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Kwa hivyo ikitangazwa kule. Kwa hivyo tayari Amerika imesha teka usemi mkubwa kwa mataifa mengi, na inamfanyia papa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati itakapotangaza, sidhani kama itakuwa ni jambo kubwa mataifa mengine kuadapt. Kwa mfano, mtaala mpya wa masomo ulianzia wapi? Ulianzia huko kidogo kidogo, umeingia wapi? Kenya. Kwanza Kenya ndio center. Vitu zikianzia huko zinaanguka hapa kwanza, ndio mataifa mengine yafanye nini? Kwa hivyo kitu ambacho sisi tunafaa tuzingatie ni kujiandaa na kuwa well prepared, ili wakati itakapotangazwa tusiwe paniki. Bwana Yesu asifiwe. By the way, lazima tu rejoice ikitangazwa. Si tumekaribia nyumbani ikitangazwa? Lakini sasa itafanyika hivi, itakapokuwa imetangazwa, kuna watu wengine wataona nomo ni kitu cha kawaida. Kwa hivyo ukiona iko kawaida, wewe jua wewe kuhesabiwa kwako sijui itakuwa wapi, maana hufai kuona hiyo kitu kama ni nomo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi to fix our mind to that event. Let us prepare ourselves, ili tukioli kitokea tusije kuanza kusema sijui iko hivi. Na tumeelezewa katika roho nabii. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusiana na hiyo tukiwa bado, sasa kuna campaign imefaulu pakubwa ya kupigia National Sunday Law upato. Kuna kitu inaitwa climate change, na imeingizwa paka kwa makanisa. Wanasema we need a Sunday justice ama climate change justice. Najua agenda yake ni nini ya climate change? Ni ya kwamba dunia imekuwa polluted sana. Kwa hivyo ili dunia tulie, lazima tuwe na siku ngapi? Moja ambayo hatufai kufanya jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Nchi tulie. Hiyo ndio kigezo ambayo watatumia kuwadanganya mataifa mengi, na watapitisha hiyo sheria kwa hiyo njia, ikiwemo viongozi wa nchi pamoja na viongozi wa makanisa, na tayari imeshaingizwa kwa makanisa. Hii ni ya Trump, anasema kuhusu for the same goal, to aid and comfort people facing devastating losses. As Americans, we know that no challenge is too great for us to overcome. No challenge. We invite all Americans to join us as we continue to pray for those who have lost family members and friends, and for those who are suffering from this great crisis. And behind me, we have faith-based people who are highly respected, and especially so in their communities, where they're not only respected, but they're loved. Evangelical leaders, Christian leaders, many people of faith. And I just want to thank you all for being with us today, because we're going to be signing a day of prayer, and that'll be on Sunday. It'll be a very special day, and I don't know when this was done last, but it's been a long time ago. Is that a correct statement? It's been a long time ago. So I'm going to sign it, and then a few of the folks will say a few words, and Pastor Jeffress will say a prayer. Nafikiri ameshasema tutasaini siku moja ya iba, na amesema it is a Sunday. Kwa hivyo wakati hizi climate change, hizi propaganda za climate change zinapoingizwa kwa mataifa na kwa makanisa, wanawaingizia uoga, ili wakati hiyo sheria itakapokuwa imepitishwa,
Na by the way, kati ya watu wa Saturday na watu wa Jumapili ni wagani wengi? Sasa ona hiyo upate ikikuja ya kutafuta siku moja ya ibada itaangukia wapi? Obvious. Wengi wape. Na hivyo ndio maandiko yalisema. Haya, uliza swali lako sasa. Nilikuwa nataka kujua kuhusu 144,000 ambao tulikuwa tumeshajifunza nyuma kwamba the 144,000 ni wale ambao watatoa loud cry after mlango umefungwa kwa watu wa Mungu. Sasa nimeshindwa kujua this 144,000. Biblia inasema hiyo ni Revelation 7 kwamba ni every tribe, the 12 tribes of Israel. Sasa hawa 144 ndio wale ambao hawataonja kifo ama hawatakufa hii kifo ya dunia ya kulala saa hii, hata kama wataenda kufumba na kufumbua macho watabadilishwa, lakini hawataonja kifo. Watakuwa wanasudia historia ya dunia tangu alama ya mnyama, tangu vile imekwisha. Hii number 144,000, these are the only Christians. Na kama ndio hao wenye watakuwa wanahubiriwa na wao, wakikubali kumrudia ama kumkubali ujumbe wao, kwa sababu watakuwa ni wale ambao watajua ukweli until that time, ambao watakuwa na mlango umefunguliwa kwao bado. Wakiwa wamekubali, wataenda wapi? Wanakubali na kufa until they back 144,000. Aya, asante. Nani anaweza jibu hilo swali? Apatia mzee aanze, alafu nitamalizia. Kulingana na maandiko, unaposoma Our Writings page 14 na page 15. Tusomewe. Pardon? Tusomewe. Tia katikati kwa sababu ya wakati. The living saints. The living saints. Hao wamekufa au wako hai? Wako hai. The living saints 144,000 in number. In number. What does that mean? Is it literal or symbolic? Literal. A literal number. Knew and understood the voice, while the wicked thought it was thunder and an earthquake. When God spoke the time, He poured upon the Holy Ghost, and our faces began to light up and shine with the glory of God, as Moses did when he came down from Mount Sinai. Kwa hivyo 144,000, this is an exact number. Wale ambao wataachwa, watapatikana wakiwa hai when Jesus comes. Wale ambao watahubiriwa na 144,000 will not be counted among the 144,000. Maana wao pia watakuwa hai wakati Kristo anapofanya nini? Anarudi. Watakuwa hai. Kuna wale ambao watakufa, lakini 144,000 hawatakufa. Unapoendelea kusoma hapo paragraph 2, the 144,000 were all sealed and perfectly united. On their foreheads was written, God, New Jerusalem, and a glorious star containing Jesus' new name. At our happy holy state, the wicked were enraged and could rush violently up to lay hands on us, to thrust us into prison. When we could stretch forth the hand in the name of the Lord, they could fall helpless to the ground. Kwa hivyo 144,000, this group must be sealed perfectly. Katika hiyo namba hakuna hata mmoja ambaye ataona kifo. Hawatakufa mpaka Kristo afanye nini?
arudi, because they will have the experience ambayo hakuna hata mmoja atakuwa nayo. Na Kristo atakaporudi, hili ndilo kundi litaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Others will not even be able to learn that song because they don't have the same experience which only 144,000 had. Kwa hivyo 144,000 it's a literal number na iko hivyo, na hawa ndio Kristo anaandaa kabla aondoke katika nyumba yake ya rehema. Kwa hivyo atakapoondoka, these people will be able to stand for the truth even if heaven falls. I want to refer to what Sister Fira said. Alisema hata iwe nini, mimi nimeamua. 144 will have already made a decision to die for the Lord. Wow! Hata kama watakuwa wamekata kauli, hawatakufa. Lakini the greater multitude ya Revelation 7:9, wow, kuna wenye watahubiriwa waingie katika kweli, kuna wale ambao watakufa, lakini wengi watabaki wakiwa hai until Jesus comes. That will refer to us that will have first and second fruit. Multitude will give us the second multitude ya wale walio hai wakiingia mbinguni, na 144,000 will be the second fruit of those who will enter heaven without seeing death. Sijui kama nimeelezea. Ama uliza na hii, maana bado namuuliza. Asante. Sasa pati kaka kadogo nataka kujua ni kwamba where are those 144 coming from? Tuseme saa hii ni wakati wa maonyo na maandalizi ili tuweze kutiwa muhuri. Sasa watu wanaweza kukubali ukweli kutoka kwa makanisa mengine, from pagans, from hata Seventh Day yetu. Nimekuelewa. Sasa from where? Achia hapo. 144,000 must come from Israel. Israel ya sasa. Na 144,000 you can be among that number. Maana Sister White anasema strive to be among the 144,000. It's a small number but strive, and they must come from Israel. Kwa hivyo hawatatoka pale nje kwa kanisa ya Jumapili na wao wahesabiwe kuwa among the 144,000. They must ile first lot ya Revelation 7 ilitoka kwa Israel. The spiritual Israel ambayo ni sasa 144,000 must come from the spiritual Israel kutoka kwa Waadventista. Wakati ule mlango ulipofungwa, the rejectors of mercy wakafungiwa nje. But pia na ilikuwa ni kuchalibiwa kwa wale ambao walikuwa ndani ya Savina. Hivyo ni kwamba kwa wale ambao walikuwa ndani ya Savina ilikuwa ni wao wachalibiwe. Pia ilikuwa ikiwa wangetoka wamefanya nini? Wangetoka. Ikiwa kuna yule angeamua hata mke wake kama mmoja watoto wake, ikiwa angeamua kutoka angetoka. Maana the 7 video ilikuwa wale ambao walikuwa ndani ya Savina wafanye nini? Wajaribiwe. Pia na ikawa sasa wakati mlango ulipofungwa, hapo ndipo sasa wale the rejectors of mercy pia nao walifungiwa. Wasifanye nini? Wasiingie. Ndio sasa tupatanishe, yani tuanise hayo maneno. Hizo quotations. Thank you. Mlango ulipofungwa
ilikuwa ni jaribio kwa wale ambao walikuwa wapi? Ndani ya safina for a period of 7 days. Noah na familia yake wangetoka, it was a great test. Wangefanya nini? Wangetoka, lakini kwa vile si wao walifunga, hawangeweza kufungua mlango ili wafanye nini? Waondoke. Therefore it was a test for those who were inside and those who were outside, but there was a period of 7 days while the door was closed to nobody to enter. Nobody was allowed to enter because the door was closed and mercy was no longer for anybody else for a period of 7 days while the door was closed. Utaendelea kusoma paragraph 2, 3 and 4, itaelezea because the rain started after the 8th day. 7 days zilikwisha, alafu sasa mvua ikaanza on the 8th day. Kwa hivyo rehema ilipofungwa, mlango ukafungwa, it was a test for both parties, those who were inside and those who were outside. Thank you. 144,000 vile mwenzetu ameelezea. The name means character. The 12 characters will be portrayed among the 144,000 hawa wa mwisho. Maana hawa Kristo atakuwa amewaprepare before he comes out of the most holy place. However, this group of 144,000 must come from the spiritual Israel the same way they came from the real Israel of that time. Hawa kwa wale ambao watahubiriwa na wawe wa Adventista, wao pia watahesabiwa kuwa Waisraeli ikiwa rehema bado haijafungwa. Lakini rehema itakapofungwa kwa Waisraeli, wale ambao watahubiriwa wache waingie as the second fruit, hawatahesabiwa kuwa Waisraeli, although they will have the characteristics of Waisraeli, lakini wao hawatahesabiwa kama 144,000 because we have two groups, that is the first and the second fruit. Aya, asante. Nafikiri kwa tukio la 144, kitu ya kwanza maandiko yanatuambia watajitambua wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na pia hatujaambiwa wataanza kujulikana kuanzia wapi, baada ya Sunday Law kutangazwa ama sehemu gani. That is silent. Hiyo ni siri ya nani? Ya Mungu. Na hawa 144,000 tunaambiwa wanaitwa the Israel of God. Wanaitwa Israeli wa nani? Wa Mungu. Na pia unaposoma roho nabii inakwambia kwamba hawakujitia unajisi. Hata kitabu cha Ufunuo 14 mstari wake ni wa 5. Inamaanisha hawa ni watu ambao walitoka katika mifumo ya uongo, apostasy system, wakawa peculiar nation kama Israeli walivyoitwa mara ya kwanza, wawe peculiar nation. Sasa hapo ndio Mungu ataselect na ni siri ya Mungu, anajua ni nani. Maana sisi hatujaambiwa ni huyu ama ni huyu, hajataja. Hata Sister Ellen White kuna wakati aliulizwa, tunaposoma 2SM, anaulizwa ni nani atakuwa, akasema yeye pia hajaonya, lakini anasema strive to be among 144,000. Kwa hivyo kuna wale ambao wata strive to be among 144,000 na kuna wale ambao watakuwa ndani ya 144,000. Kwa hivyo in short, events zinazohusiana na 144,000 hazifai zituumishe kichwa, lakini we have to strive. Everyone should strive. Tuelewe ya kwamba hatufai kupatikana na dosari, tuwe na tabia zao. Ndio ukimpendeza Mungu, kama ataona niwe, it is okay. Kama anasema niwe among, it is okay. Sasa kitu ambacho tunafaa tufanye ni strive to be among 144,000 ama to be
numbered as 100 and mambo ni mangapi? Ni mawili. Bwana Yesu asifiwe. Haya, kuna swali lingine? Happy Sabbath. Happy day. Nilikuwa na swali hapo sababu hii nukuu tumetoa ya early writings page 144 page 14 imesema ya kwamba the 144 watakuwa the living saints. Sasa swali tunajiuliza hapo, mbona dada Ellen White anaongea kana kwamba yeye pia ako among the 144,000 na tunajua yeye amekufa na hawa tumeambiwa ni the living saints. Haya, itakuwa hivi. Hebu tusomewe 4SP 454.2 4SP. Itakuwa hivi, sikiliza kwa makini. 454.1 Graves are opened, makaburi yatafunguliwa, many of them that sleep in the dust of the earth, wale ambao wamelazwa katika maardhi, awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. Watafufuliwa, wengine kwa uzima wa milele, wengine kwa aibu ya milele. Soma Daniel chapter 12 verse 2. All who have died in faith under the third angel's message, only wale ambao wamekufa katika ujumbe wa the third angel's message. Come forth from the tomb glorified. Come forth from the tomb. Watatoka katika hayo makaburi glorified to hear God's covenant of peace with those who have kept his law. To hear the God's covenant. Watasikia covenant, tunahitaji agano la Mungu pamoja na wale ambao wameweka sheria zake, wamezishika sheria za Mungu. They also who pierced him, na pia wale ambao walifanya nini? Walimchoma. Those violent opposers of his truth and his people. Hata ukiachia hapo, my point was Ellen White anaposema kwenye hiyo quotation, anasema umeuliza kama anaweza kuwa among them, atakuwa, maana quotation imesema wale waliokufa katika chini ya ujumbe wa malaika watatu watafufuliwa, kipindi tunaita special resurrection. Wale ambao walikufa chini ya the third angel's message. Na wakifufuliwa, so obvious, wakati announcement ya kutangaza the covenant of God, wale ambao watakuwa hai kipindi hicho, vile tumeelezewa na Elda Nyamwea, kutakuwa na 144,000. Kwa hivyo hao watafufuliwa kuwa among 144,000 to hear God's covenant. Kwa hivyo ile ni White atakuwa. Ndio naona aliambiwa katika early writing pia tukisoma, nafikiri ni 145. Acha niangalie. Aliambiwa alipopelekwa kwa kutembea katika another worlds, akapatana na Enoch, akapata nchi nyingine iko na 7 moons. Alipopatana na Enoke, akamwambia Enoke, unaishi hapa? Enoke akamwambia hapana, nilikuwa nimekuja kutembea. Alafu baadaye akaambia malaika wake, akamwambia sitaki nirudi katika dunia. Lakini malaika akamwambia hapana, go back and when you are faithful you will be among 144, wewe na 144,000. Yaani wewe na hawa mtakuwa pamoja na kwa hivyo atakuwa wakati special resurrection itakuwa inafanyika, atakuwa na wao hapo. Sasa kuna swali, inamaanisha kwamba kuna wenye already wako 144,000, yani among wamekufa, wako makaburini already, wako sealed, wanangoja huo wakati then wafufuliwe. Haya, acha mzee kuweka aweke sawa hapo. Na kama ni hivyo, si itamaanisha basi washakufa? Mpatie kidogo. Thank you. Malaika anamwambia, I cannot quote the exact page. Anamwambia you and the 144,000. Kwa hivyo wewe na 144,000 watakuwa wakati gani? Wakati watatangaziwa the great covenant on the exact day and hour of Jesus coming.
Kwa hivyo yeye atakuwa na wao, because she also died between 1844 and the close of probation. Wale ambao wote walikufa kati ya 1844 and the close of probation wakiamini Sabato, wote watafufuliwa during the special resurrection, waungane na 144,000 ili Mungu atakapotangaza na wao pia watakuwa wasikize huo uchumbe Mungu atatangaza kwa 144,000. Sijui kama nimeeleweka. Aya, umeelewa hiyo nini ama bado uko na swali hapo? Lakini wale ambao wamekufa, niongezee, wale ambao wamekufa kama Sister White, she is not counted among the 144,000, but she will be with them. Our writings page 39 paragraph 3. Maana nilikuwa nimeisoma. I'm not quoting anything that I've not read before. 39 paragraph 3 kumalizia mahali ambapo inasema, then mahali ambapo ulisema hata wewe, then the angel said, you must go back if you are faithful, you, with the 144,000. I repeat. Then the angel said, you must go back. And if you are faithful, you, with the 144,000, shall have the privilege of feasting all the worlds and viewing the handwork of God. Kwa hivyo amemwambia wewe na 144,000, you with. Kwa hivyo malaika alikuwa very specific that Sister White will not be among the 144,000, but she will be with them. Kwa hivyo imemalizia kasema watavisit, you will be with them, na mtavisit hizi nini worlds. Nafikiri tumeelewana hapo. Haya, na tutaendelea kuisoma kwa upana, maana it is a controversial topic. Kwa hivyo tutaendelea kujifundisha kwa upana. Twende kwa swali la pili. Aha, karibu. Okay, swali yangu ilikuwa ya pili really. Nilikuwa nataka tu like kushare an opinion about the Archangel. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Elder mmoja pale ameshatoa a view about the 144,000. Ukisoma kitabu inaitwa 1SM page 174 paragraph 3 inasema Mungu hataki watu wake siku za mwisho waingie kwa controversy about vitu zenye hata hazisaidii. Unaona saizi hata ukijua 144,000 ni nani ama nani, haitakusaidia kwa maisha yako, kusema ukweli. Haitabadilisha kitu yoyote. So hiyo ni kitu yenye, yani uwezi ukatoka hapa ukisema aje eti ndugu fulani alisema kitu fulani about 144,000, huyo amepotea. Hufai kusema kitu kama hiyo. 144,000 sio doctrine. Hiyo ni kitu yenye tutajua tukifika mbinguni. Revelation chapter 7 inaanzanga na kusema kulikuwa na malaika fulani wenye wameshikilia four corners of the earth. Naam. And then mwingine akakuja akawaambia mzishikilie mpaka tumalize sealing. Hiyo sealing ilianza wakati gani? Around 1844, si ndio? Aya, inaendelea kusema, ukiendelea hapo chini, sijui ni verse 3 ama verse 4. Endelea kusema, and the number of those who were sealed was 144,000. So kama sealing ilianza 1844
na kila mtu mwenye amekuwa sealed ni 144,000. Meaning ni watu wagani hao wenye wako among 144,000? Ni tangu sealing ianze mpaka mwisho. Aya, and then issue ingine ni about the living saints. Kitu ya kwanza kwa hiyo kwa sealing tunaelewa ya kwamba sealing watu wengi watakuwa sealed, watu wengi. Just a minute. Hata pia 144,000 they have to be sealed. But that does not mean that if we are all sealed we are 144,000. Ieleweke hivyo. Excuse me mwalimu. Naam. Ndugu yangu, tukianza kusema hivyo tutapotoka. We shall go astray. And should we consider this message that we are studying as not important message, we will be astray. Na iliandikwa kwa sababu ya wokovu wetu. Maana ni Kristo amesema, na Sister White amenukuu mambo ya Kristo. Kristo alisema, jitahidini kuingia katika mlango mwembamba. The same statement ndio Sister White amesema, strive to be among the 144,000. Why should we not study it? Kwa hivyo tukisema si jambo la maana na la muhimu, tutachipotoza. The 144,000 kulingana na maandiko imesema hivi, hawa wakati Kristo atarudi wao watakuwa hai, hawatakufa. Since the time of sealing began, we may not be interested to know how many have been sealed since sealing began, but we are talking about the sealing of those who are alive. Maana unaposoma malaika anakuja kwa wale malaika wanne, anawaambia msiachilie until we have sealed. Kwani hiyo si jambo la maana? Until we have sealed. And those who have been sealed are how many? 144,000. That group Sister White ameinukuu tunaposoma katika kitabu cha Great Controversy 648 paragraph 3. Amesema hivi, if I can read, na imetolewa kwa Revelation 15 verses 2. Maana 15 verses 2 ina refer to 144,000. Inasema hivi, these are they which came out of great tribulation. Hao ni akina nani? 144,000. They have passed through the time of trouble such as never was since there was a nation. Danieli 12 inukuu mambo hayo. Wametoka katika dhiki kuu ambayo haijawahi onekana. Halafu tuseme hawa watu hakuna haja ya kujua hawa ni akina nani? Honestly speaking, nafikiri hapo kwa nini quotation inaposema tusing'ang'ane, tutaisoma pia hiyo quotation, lakini malizia ili tuelewe. Yes, inamaanisha nini? Soma. They have endured the anguish of the time of Jacob's trouble. They have stood without an intercessor through the final outpouring of God's judgments. During the last 7 plagues, zilipoanza wao walifanya nini? Walikuwa. But they have been delivered, for they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. In their mouth was found no guile, for they are without fault before God. Therefore, they are before the throne of God and serve him day and night in his temple. Nini kupata hiyo gari? Mbona? Kwa sababu Mungu mahali aliko katika kiti cha enzi
anaelewa kwamba akikujalia gari haiwezi ikafanya nini, ikakusaidia, labda itafanya nini, itakuua. Lakini unapata kwamba mtu anaomba, Mungu nisaidie school fees, Mungu nisaidie Mungu nisaidie nini. Akiona kwamba kitu kama hicho hajajibiwa, anaanza kusema Mungu afanye nini, hayuko. Na tumesikia kwamba bila kuamini Mungu yuko na kuwa na imani hauwezi ukampendeza. Ukisoma hiyo Waebrania 11 utaelewa kwamba kuna mababu zetu ambao ni kina Ibrahimu, Nuhu, Habili, Enoko na kadhalika. Wao walikuwa wanaamini. Abrahamu anaambiwa kwamba utapewa watoto. Yani alikuwa anaahidiwa, kisha anafanya nini? Anaamini. Na hajaiona nani? Hajaiona Mungu, na hakuwa anamshuku. Lakini sasa hivi tunamshuku Mungu tukiomba na tunaona nini? Bado nini haijatimizwa. Mungu anajua yale ambayo tunahitaji na ni kwa kipindi kipi ataweza kuyatimiliza mambo kama hayo. Kwa hivyo tusidhani kwamba tukiomba tuseme gari tutajibiwa na gari. Samahani. Sawa. Tunaambiwa kwamba tusiache kumwamini Mungu. Mbona tusiache kumwamini Mungu? Lazima tumwamini yuko. Kwa sababu kuna wimbo ambao tunaimba tukisema kwa nitembe nawe Mungu. Enoch hakuwa amewaiona Mungu, si ndio? Lakini kila asubuhi akitembea, yani kila kitu alikuwa naomba Mungu. Mungu nionyeshe nikafanye nini? Mapenzi yako. Kwa hivyo tusikuwe tunaomba kwamba mimi nataka Mungu, naomba sijui nitoke Nani amekuambia? Hayo ni mapenzi ya Mungu. Maombi yetu lazima yaoane na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Tunaweza kuwa tunaomba, lakini kama maombi yetu hayaoani na mapenzi ya Mungu, basi tutakuwa tunafanya nini? Tunafanya kazi ya bure. Na tunapoomba, kuna watu ambao tunachukia watu mpaka unasema kwamba nikipatana na mtu kama huyu heri hata naweza change direction. Kama huyu mtu ndiye anakuja kanisa, heri nisikuje niabudie kwa nyumba. Na wiki jana Dema alituambia hapa mambo na ile our Lord's Prayer. Kuna maana kumbuka hiyo? Kuna maana kumbuka? Tukasikia kwamba kuna mstari hapo ilikuwa inasema kwamba utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamea nini? Utanisomea Mathayo 6:12 iko hapo. Kwamba vile tunaweza kuwa tena tunaomba Mungu na maombi yetu Mungu hayajibu, ama maombi yetu yanakuwa ni bure, ni kwa sababu tunaomba Mungu atusamee ile hali sisi wenyewe hatufanyi nini? Hatusameani. Kuna watu sasa hivi unapata mtu ako na mzazi hawaongeleshani. Je, ikiwa na tulianza kwa kusema kwamba uhusiano wetu sisi na Mungu ni kama uhusiano wa sisi na rafiki. Ikiwa mzazi wako anapaswa kuwa ni rafiki wa kwanza, lakini unapata kuna watu hawaongeleshani na wazazi wao. The same way, kama uongeleshani na Mungu, kutakuwa na uhusiano hapo kweli? Hakuna uhusiano. Na ikiwa tunataka maombi yetu yaweze kusikiwa ama Mungu akatusamehe, maana naamini kwamba sisi wote ni wasafiri wa nini? Wa mbinguni. Na kila asubuhi ama kila wakati tunapoomba, tunaomba Mungu tusamehe, Mungu tusamehe, maana tunaambiwa hakuna atakayeingia mbinguni ama atakayemuona Mungu isipokuwa ni yeye aliye mtakatifu na mkamilifu. Kwa hivyo na hakuna kinyonge kitakachoingia mbinguni. Kwa hivyo hakuna dhambi itaruhusiwa nini? Mbinguni. Ndio maana kila asubuhi ama wakati tunaomba Mungu hatusamee. Na ikiwa sisi hatusamei wengine, tuna expect aje Mungu atusamehe kama wewe usamei mzazi wako, wewe usamei ndugu yako? Hebu nisomee Marko 11:25. Nanyi kila msimamapo na kusali,
sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Tunaambiwa kwamba ikiwa tunahitaji ama tukiingia katika maombi na tunahitaji Mungu wetu atusamehe, basi tunapaswa kusamehe nani? Wenzetu, si ndio? Kwa hivyo ikiwa umekosana na mzazi wako, umekosana na ndugu yako, si umesikia kwamba tulisikia kwamba Mungu asikie maombi ya nani? ya mwenye dhambi. Na tunaambiwa kwamba amchukiaye ndugu yake ni nini? Ni muuaji, si ndio? Na kuua ni nini? Ni dhambi. Basi tukiomba kama tuko na chuki na wengine, basi ni heri hata tusingeomba, maana ni bure. Sawa? Ni sawa. Kwa hivyo tunaomba ili tufanyiwe nini? Ili imani yetu ikitwe katika msingi wa kweli ambao ni msingi wa Kristo, ambaye tumekwisha kusema kwamba ndiye kielelezo chetu. Si tulianza hivyo kwa kusema kwamba tunajiiga kwa Kristo. Ukisoma ni Wakolosai 4:2. Wakolosai 4:2 tumeambiwa kwamba tusiwe tu tunaomba kila asubuhi kuomba. Yaani kazi yako tu ni kufanya nini? Mungu nakuomba, Mungu nakuomba, Mungu. Yaani hakuna siku hata moja umewahi enda kwa magoti ukamwambia Mungu hata asa bila kuomba kitu chochote. Maana tulianza kwa kusikia kwamba Mungu ni upendo. Mungu ametupenda, yaani mpaka venye ana communicate through what? Through nature, providence yenye ametupea hata mwanawe pekee. Through his spirit anajidhihirisha kwetu. Lakini unapata kwamba watu wengi tukiomba kila siku, kila saa, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Hakuna siku ambao unamwambia hata Mungu nini? Asante. Hebu tusomee Wakolosai 4:2. 4:2 inasema, dumuni sana katika kuomba. Dumuni sana katika kuomba. Kwa hivyo msiache kuomba. Dumuni sana katika kuomba. Mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Mkikesha huku na kufanya nini? Na shukrani. Na shukrani. Kwa hivyo lazima tumpe Mungu nini? Shukrani. Hatuwezi kuwa tu tunaomba omba. Si hata kuna wenye wanaombanga wazazi hata pesa. Kwa wale ambao ni wanafunzi ama wamewahi kuwa wanafunzi, unaomba mzazi kila saa, sijui mam nisaidie, sijui 200. Mam mpaka anafika anakuambia unadhani mimi na niko na mapesa ya matawi na chuna. Yaani kwa sababu hata ikiwa ungekuwa unamwambia asante, hata anaridhika kwa sababu anajua unafanya nini, una appreciate. Mungu ametupea vingi. Kwa hivyo tukienda kwa maombi, wacha tufanye nini? Tuwe tunamshukuru nani? Tumshukuru Mungu. Hata ndiposa afanye nini? Azidi kutuongezea. Taniandalia somo ni Wafilipi 4:6. Natuambia kwamba katika kila kitu tunachokiomba lazima tufanye nini? Ni kwa maombi na kwa kushukuru. Lazima tumshukuru Mungu. Hebu tusomee. Inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Kwa hivyo lazima kuna kusali, kuna kuomba pamoja na kushukuru. Lazima tupeane shukrani. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Kabisa. Ndiposa tukisoma Timotheo wa kwanza 2:1 nasema kabla ya mambo yote nataka, huyo ni Mungu anasema, nataka dua, sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya nini? Ya watu wote. Lazima kuwe na shukrani. Huwezi kumwendea Mungu kila saa unaomba bila hata kufanya nini? Kumshukuru. Umwai mshukuru kwa sababu umeamka hata hujakuwa mgonjwa? Hayo ni maajabu. Kwa wale ambao wanahitaji kunena na Mungu, tulianza kwa kusema kwamba uhusiano kati ya sisi na Mungu ni kama uhusiano wa sisi na rafiki. Kwa hivyo kama tunataka kunena na Mungu, jinsi ambavyo unaweka credit, unang'ang'ana upigie mzazi,
umuombe fare, umuombe sijui nini, ama rafiki umsalimie. Inapaswa kuwa hivyo hivyo, hizo juhudi ziletwe kwa nani? Kwa Mungu. Lazima tupaswe tuonekane tunafanya nini? Tunatia juhudi kumtafuta Mungu, tukue katika vikundi vya maombi. Lakini tunaonywa aje? Kuna watu ambao tunakuja hapa, inafika wakati wa maombi, yaani ile yenye umeomba tu kwa sauti. Hata mi kitambo nilikuanga hivyo, nikiingia kwa hizo vikundi za maombi, tunaingia tunaomba, tukimaliza kuomba mimi nasema aje, nimeomba na ninamalizia hapo. Lakini tunapaswa kuchukua hatua. Kuna kitu inaitwa personal contact, wewe na Mungu. Ndiposa ukisoma hapo Mathayo 6:5 utaona kwamba, hebu soma, inasema kwamba unaenda kwa siri. Ukuja hapa mbele uombe kwa sauti ukadhani kwamba umeongea na Mungu. Yes, umeongea na Mungu, but at personal level lazima wewe mwenyewe uende ujifungie mahali hakuna mtu anafanya nini, anakusikia, uongee wewe na Mungu wako. Hebu tusomee Mathayo 6:5. Inasema, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amin, nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. 6. Bali wewe usalipo. Hapo sasa tusikize. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani. Kwa hivyo tukiomba hapa mbele, hapo si private, si mahali private, si ndio? Endelea. Na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini. Umesikia? Ni kwa siri. Kwa hivyo lazima tuongee na Mungu wetu kwa siri, ndiposa tunasikia kwamba anasikia kwa siri, kisha anafanya nini? Anajibu kwa wazi. But sasa sisi tumeomba kwa wazi hiyo nini itatimia kweli? Tumeomba kwa wazi, na hii inasema unaomba kwa siri na yeye anajibu kwa wazi. Kwa hivyo lazima kila mmoja wetu achukue jukumu la kunena na Mungu kwa siri. Yaani inakuwa kwamba maombi yanapaswa kuwa ni kama chakula. The same way unaweka gari petrol ama pikipiki ama nini, hiyo petrol ndio maombi. Kumaanisha kwamba mafuta ikiisha, gari haiwezi ikafanya nini? Haikaenda. Labda ufanye nini? Uisukume si hivyo? Kwa hivyo maombi inapaswa kuwa ni kama chakula. Haupaswi kuhisi ile yenye tulifunzwa hapa tena last week. Hatupaswi kuacha koo zetu ziwe na nini? Ziwe na kiu. Si tuliambiwa hivyo? Ziwe na kiu. Yaani before usikie kiu, unapaswa uwe umekunywa maji. The same way, tusingoje wakati wa taabu ndipo tunamtafuta nani? Mungu. Wakati ulikuwa unafurahi, ulikuwa umemwita Mungu. Ndiposa tunaendelea kuambiwa hivi kwamba maombi ya siri ni kama manukato, yaani ni kama incense ambayo inapaa kuelekea wapi? Mbinguni. In Revelation I think sijui ni chapter 10 ama 9 hapo kwenye nasema, hebu nione kwamba Yesu alipokuwa katika patakatifu alikuwa anasikia maombi kama nini? Maombi ya watakatifu ambayo ilikuwa inapanda kama incense. Ufunuo wa Yohana 8. Ufunuo wa Yohana 8:4 inasemaje? Inasema, na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu, pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Hapo sasa, hiyo kuna message kubwa hapo yenye sitaki kuongelelea, kwamba Yesu alipokuwa ameenda mbinguni na watakatifu ambao ni mitume ambao alikuwa amewaacha hapa akiwa katika in the heavenly sanctuary, hiyo maombi ilikuwa inapanda kama nini? Kama incense. Si katika hekalu kuna hapo kwenye kuna incense inachomwa, si ndio? Hayo maombi ya siri
yanapanda kwa Mungu kama manukato. Kwa hivyo ni tuyatilie maanani. Tunaambiwa kwamba hakuna mahali ambapo tuseme kuna excuse ati hapa hatupaswi kuomba. Tunaambiwa kwamba there is no time or place in which it is inappropriate to offer a petition to God. Yaani usiseme kwamba niko kwa soko, usiseme kwamba niko sijui kitandani, usiseme kwamba niko wapi. Yaani hakuna wakati, hakuna mahali ambapo hapafai kumtolea Mungu nini? Dua. Yaani ukiwa unatembea, tembea ukiomba kama uko na nafasi. Kama uko sokoni, omba hapo. Si ati lazima kuna place kama ni kanisani ndio watu wamewekewa wafanye nini? Waombe. There is no time or place yenye haiwezi ikafanya nini? Mungu hawezi akasikiza maombi yetu. Cha niende kwa haraka. Tunaambiwa tena kwamba katika kuomba kwetu, iwe ni wakati wa raha, iwe ni wakati wa machozi, iwe ni wakati wa nini, tunapaswa kumwambia Mungu. Isikuwe kwamba tunamtafuta Mungu wakati ambapo ni nini? Ambapo ni wa taabu. Hakuna wakati ambao haufai. Tunasikizana? Na hakuna jambo ambalo hatupaswi kumwambia Mungu. Yaani kila kitu tumletee nani? Mungu. Maana tunaambiwa hakuna kitu kizito, jambo zito mbele ya Mungu. Yaani imagine sasa kama Mungu anajua hesabu ya nywele zako. Na hii dunia tuko watu bilioni ngapi? Karibu bilioni 7, si ndio? Then multiply hizo nywele zote, kila mtu Mungu anazifahamu. Kwa hivyo hakuna jambo ambalo ni zito ama ni kubwa ama ndogo kwa Mungu ambalo Mungu hawezi akafanya nini? Akatambua. Iwe ni wakati wa raha, mtafute Mungu. Iwe ni wakati wa shida, mtafute Mungu. Iwe ni wakati wa kufurahi, mtafute nani? Mtafute Mungu. Maana hakuna jambo ambalo Mungu afanye nini? Afahamu. Yaani afahamu ama akosi kulifahamu, samahani. Naendelea kusema kuna quote hapa ambayo ni ya muhimu sana, ambayo inasema kwamba he who does nothing but pray will soon cease to pray, or his prayers will become a formal routine. Yaani kwamba I think context kutoka hapa juu inazungumzia kwamba lazima tujitume hata kusoma neno la nani? La Mungu. Na kuna wale ambao wanaendelea kazi yao ni kufanya nini? Ni kuomba. Hiyo kuomba itakuja ifike wapi? Kikomo. Na ikifika kikomo itakuwa ni kama routine. Yaani kuna watu ambao wameset ni kama alarm. Ikifika saa 2 ninaomba. Ikifika saa 3, yaani haujilishi neno la Mungu. Ndiposa in Great Controversy natuambia page 600 hapo, natuambia kwamba before, hata kabla ya kufungua Biblia inatupasa kufanya nini? Kuomba. Hata upaswi kufungua bila kufanya nini? Kuomba. Ukifungua, yani ukiomba before, Mungu anakufunulia siri zake, unajua. Kwa hivyo ikiwa atuendelei kufanya kazi pamoja na Kristo, kusoma neno lake, maana kwa kusoma neno lake tunafahamu Mungu, tunafahamu tabia zake na kadhalika kuhusu Mungu. Tukijua hivi, basi hata maombi yetu yatakuwa yanafanya nini? Yanabadilika, yanakuwa. Ndipo hapa tunaambiwa kwamba he who does nothing, yani ufanyi kitu yoyote, wewe huko tu unataka uamke, but pray will soon cease to pray. Yani itafika wakati utafanya nini? Utaacha kuomba. Mbona? Ni kwa sababu ni kama umepanda mti na ufanyi nini? Haunyunyizii maji. Yani itafika ndiposa kwenda huko mwisho inasema all his prayers will soon become a formal routine. Kuna watu ambao wanaomba wanajua, yani ni kama chorus.
Unajua kwamba ninaomba Mungu asante umeniamsha kila asubuhi. Yaani kwa sababu ufanye nini? Hausomi. Haufanyi kitu chochote. Yaani unajua kwamba nikiomba mimi naomba hivi. Yaani hakuna kitu inaongezeka. Lakini tungekuwa tunasoma neno la Mungu, tungekuwa hata tunaongeza maombi. Maana maandiko yana nini? Yana uzito. Yanatufunulia upendo wa Mungu. Basi hata tungekuwa tunamshukuru Mungu. Hatungekuwa tunaomba tu. Sijui kama muda wangu unaisha. Ni sawa, acha nimalizie dakika 5. Tunaambiwa kwamba tena wakati wa kuomba kuna watu ambao baada ya kusoma neno hawapendi kunena na wengine, hawapendi kuassociate na wengine. Maana wanaona kwamba wakinena ama wakisoma Biblia, wakikwisha funuliwa, hawataki kushare na wengine. Tunaambiwa kwamba ukianza kuona uko na tabia kama hiyo, ujue kwamba hata mwanga wako, your spiritual life, itafanya nini? Itazima. Ndiposa tunaambiwa kwamba ukiwasha mshumaa unapaswa ufanye nini? Uwekee mwingine ili room yote ikuwe na mwangaza. Lakini ukiona kwamba wewe umejaliwa, lakini unajiwekea wewe mwenyewe, basi hata hako kamshumaa kako katafanya nini? Katazima na utakuwa ndani ya giza. Ndiposa kwa maombi tujiunge na vikundi ambavyo vinafanya nini? Vinaelekeza maombi yao kwa Mungu. Yaani mambo yao yote ni kwa Mungu. Ili wakati utalemewa, basi hao wengine watakuinua kimani. I think kuna sijui ni verse ama ni nukuu yenye inasema kwamba tukiomba, yaani tukiwa tumekuja pamoja na tunaomba, hao wengine wanaweza wakakutia nini? Nguvu. Lakini ukiwa unajiombea wewe mwenyewe, utaki kuassociate na wengine, basi taabu inafanya nini? Inatukujia. Ndiposa tunaambiwa kwamba he who shuts himself up to himself is not filling the position that God designed he should. Kwanza kuna kitu ilikuwa inanishtua kwamba ikiwa tuko hapa ndani na hatufanyi kitu, tuko tu, basi Mungu ako na nafasi ya kuinua mtu yeyote mwingine achukue nafasi yako. Maana tukiwa hapa ni kama hatumei, yaani tuko tu, na Mungu anataka shamba lake lifanye nini? Watu waende wakavune. Lakini tukikaa tu, basi hata Mungu atatafuta hiyo kitu. Inapaswa iwashtue sana. Yaani tusiwe hapa ndani tumekaa tukadhani tumefanya nini? Tumefika. Maana ukiona mimi ndio nimejua ukweli kijiji yetu yote, basi hata Mungu anaweza akainua tena watu 10 wakafanya nini? Wakamtumikie. Kwa hivyo wacha nimalizie hapo. Ningependa kuendelea but wacha nimalizie hapo. Kwa hivyo niwahimize kwamba tushikilie sana maombi, haswa katika kipindi hiki ambacho ni cha hatari sana. Tunapaswa kuomba like never before. Kisoma ni yaani hebu nipe Wakorintho wa kwanza 2:9. Tunapaswa kuimagine. Unajua nilikuwa na rafiki yangu juzi akaniambia kwamba unajua mimi tutaenda mbinguni. Tukifika mbinguni hata malaika watakuwa chini yetu. Then sasa nikaanza kutafakari, because kuna mahali inasema quote kwamba yaani hata kwenye unadhani hapa duniani ni the best place you can be, kama ni US kwenye watu wanatamani sijui wapi, yaani unapaswa kuimagine hapo kwa Mungu, yaani hapo ni faint, yaani ni kadot, yaani mpaka ikafanya pia nikaanza kufikiria mbinguni venye kuko, yaani ikiwa hapa duniani pale ambapo panatukuzwa na watu, kwa Mungu hapo yaani ni kama hapo ndio street mbinguni. Ikanipea motisha sana. Hebu tusomee Wakorintho wa kwanza
2:9. 2:9 inasema lakini kama ilivyoandikwa mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia. Yaani kuna mambo ambayo hakuna jicho wala sikio limewahi ona na kusikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Na tulisikia kwamba wacha nimalizie kwanza hapo. Inasema kwamba kuna mambo ambayo Mungu ametuandalia na hakuna jicho limewahi fanya nini, limewahi ona, na ni makuu. Ndiposa tukaanza na andiko la kwanza, Methali 8:17. Mungu anapenda wale wafanya nini, wampendao, nao watafanya nini, watamuona. Na tumeambiwa wenye watamuona, simesikia kuna mazuri ambayo Mungu ametuandalia. Basi ikiwa tunataka kuyaona, nipe andiko la mwisho, Waebrania 10:38. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Simesikia tena kwamba tukidoubt maombi yetu, basi hayo mambo ambayo tumewekewa hatuwezi tukayaona, ni kwa imani. Kwa hivyo naomba sana tuwe na imani na tumwamini Mungu sana, tujikite katika maombi. Mimi nimeona maombi ikifanya kazi, na kupitia kwa maombi, kama mimi niko hapa ambaye sikuwa najua hata Bible venye inasomwa na ninasoma hapa na ninaelewa, basi inawezekana. Kwa hivyo tujinyenyekeze sana kwa Mungu, na Mungu atafanya nini? Atatufunulia. Na tumesikia kwamba ikiwa hatutanena na Mungu, basi hatukawezi tukajua ni nini amefanya nini, ametuwekea. Kwa hivyo ni ombi langu asubuhi ya leo kwamba tujiweke kwa maombi sana, maana ni nyakati za hatari, na ukilala ujue kuna mwingine anaweza akainuliwa hata le the same minute yenye umelala, mwingine atajaza space yako. Maana kama ni ndege, kama ilikuwa inabeba watu 30 na kuna mwenye ako next, haiwezi enda kwa sababu hujafika. Kwa hivyo tujiweke tayari ndugu zangu. Asante sana, tujinyenyekeze kwa maombi. Tunaomba. Mtakatifu ishie mahala pa juu mbinguni, tunasema ni asante tena kwa nafasi nyingine umeweza kunena nasi. Nasema ni asante kwa maana umetupa mazingira mazuri, tumeweza kusikia neno lako. Tunaomba ukatufunze kuomba, nasi tukaweze kujua jinsi tupasayo kuenenda kwa ajili ya kukupendeza wewe. Katuongezee imani ili tunapoomba Mwenyezi Mungu tujue kwamba unatupenda na hakika utatutimizia yote ambayo umeona kwamba yanatufaa sisi. Tunapoendelea na vipindi vingine, tunaomba ukatujalie, katujaze na Roho yako Mtakatifu, katulinde hata mwisho wa Sabato. Na wote Mwenyezi Mungu ambao hawajaweza kupata nuru ya Sabato, kaweze kuandalia nuru hii ikaweze kuwafikia kwa njia ambayo ni ya kipekee. Nasi tulio hapa ndani, katufunze vile vile kutii Sabato na kuitunza kama ambavyo ilivyo mapenzi yako. Wanenaji ambao watakuwa kunena, kawajaze vile vile na Roho wako Mtakatifu, wakaweze kunena yaliyo ya kwako, na sisi tulio wana wako ukatupe usikivu ulio mwema, tukaweze kusikia yaliyo mapenzi yako. Katupe kutii na kukufuata wewe, na tukupende zaidi ya yote. Tumeomba yote ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina. Asante kwa kunipa sikio. Warning of last days. Sauti ya ukweli.